Hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu itwayo Binti Lydia, na mimi dereva wako, rubani wako Mr. Nai Simulizi. Nipo hapa kwa ajili ya safari inayoanza hivi sasa katika mwanzo wa kituo chetu cha sehemu ya kwanza kujikumbusha, na kisha kupakia baadhi ya abiria ambao watakuwa tayari kwa safari hiyo ya kuanza sehemu ya pili na kuendelea na kupita katika mitaa fulani, vijiji fulani, kata fulani, mikoa fulani, baadaye katika kumaliza nchi kwa nchi au bara kwa bara, na kisha kuhitimisha kabisa mwisho wa simulizi yetu huko mbele ya safari. Kwa niko hapa kukuchukua wewe abiria ambaye tumetoka kuimaliza sehemu ya kwanza, ulikuwa unasubiri sehemu ya pili, kwa hiyo karibu sana. Ila kabla bado hatujaendelea, nataka nikukumbushe nauli yetu ni kiasi gani. Nauli yetu ni kukukumbusha wewe sehemu ya kwanza tulipoweza kuishia. Ni pale ambapo Lydia pamoja na Steven walibaki wameangukiana, na muda huo yeye akiwa chini na kijana huyo akiwa kwa juu, wakitazamana kwa sekunde kadhaa baada ya kuangukiana kwa bahati mbaya. Na hapo bibi alikuwa katika dimbu la mawazo, akiwa anarudi nyumbani baada ya kufukuzwa kazi alikoswa na bajaji. Na ndipo msaada wake, ama naweza nikasema kwamba mchizi Krishna aitwa Steven kutoka Shinyanga, ni mkazi kutoka Shinyanga aliyekuja kutafuta maisha jijini Dar es Salaam, akawa amemsaidia hivyo. Kwa hiyo ndipo akawa amejikuta umeangukiana kwa namna kama hiyo. Nadhani tulipoweza kuishia ni hapo. Basi bwana, hebu tuendelee ili tuje tukutane na matukio baadhi ambayo mengine tuliweza kuyafungia katika sehemu ya kwanza, kama tukimwangalia Carolina alipokuwa ameenda kwa bwana Frankie kwa siri, ambaye huyu bwana Frankie ni mchumba mtarajiwa wa bibie Lydia. Karibu sehemu ya pili. Asante. Samahani, nimekukosea. Steven alimwambia hivyo Lydia, akiinuka na kujingatua taratibu kabisa. Akawa amenyosha mikono ili kumuinua mwanadada huyo, lakini Lydia akawa ameukataa mkono wake. Aliukataa kupokea, akainuka yeye mwenyewe kama alivyokuwa. Akawa amejikunguta vumbi, na tena akaendelea kumtazama Steven. Asante, alimwambia na kugeuka kuondoka taratibu. Akapanda bodaboda na huyo akamondoka. Steven alimwangalia binti huyo wakati akiwa anaondoka, na ndipo sasa alipogeuka nyuma na kukuta kijana mmoja muhuni akiokota simu chini, ambayo moja kwa moja ilikuwa ni simu ya Lydia ilipokuwa imeanguka, wakati Lydia akiwa ameanguka pale chini baada ya kusukumwa na Steven. Wewe, hebu leta simu hiyo hapa, Steven alimwambia huyo jamaa. Hebu acha ujinga bwana, bahati ni ya kwangu. Jamaa huyo akawa amemjibu na kisha akaondoka naye. Oya jamaa, hebu simama wewe, Steven alimwamrisha kijana huyo, ambaye moja kwa moja alianza kukimbia, na Steven hakumwacha, akaanza kumkimbiza nyuma ili aipate simu hiyo. Jamaa huyo kila alipokuwa anakimbia na kukunja kona, Steven alikuwa sambamba naye. Kila kona, kila chochoro alikuwa sambamba. Jamaa kila alipogeuka alimkuta Steven kwa nyumba. Sasa akawa ameingia sehemu na kurukia katika jumba moja bovu na kwa kurupusha wenzake takriban kama 6, naye mwenyewe akiwa ni mtu wa 7. Walitaka kukimbia wakizani kwamba ni askari wamevamiwa. Sasa wakiwa na vitu vya wizi walivyokuwa wamevipora, hasa kwa wanawake, kama pochi, mikufu, simu na vitu vingine vya kadhalika, walivyokuwa na vichambua ili wapate kugawana vizuri wakaviuze. Basi akawa ameulizwa yule jamaa ambaye alikuwa anakimbizwa, wewe nini, mbona kama mbio askario? Amna kitu mwanangu, kuna. Lakini kabla hajamaliza sentence yake, Steven naye mwenyewe akawa ameruka ndani na kuingia katika jumba hilo mzima pasipokujua kwamba kuna wauni wenzake wa yule jamaa aliyekuwa anamkimbiza. Akawa amekutana na yule mwizi uso kwa uso, akiwa hajawaona wenzake waliokuwa wamesimama pembeni. Nipe simu ya yule dada,
Nikupe kama nani mzee? Nipe tu. Manake umechukua pale chini na unajua kwamba yule dada amedondosha bahati mbaya. Hauoni kama unachokifanya mzee sio sawa? Hivi kwani wewe inakuhusu nini kwangu mzee kuja kuchukua ile simu ya huyo msister? Mimi sihitaji mazungumzo mengi, leta bwana hiyo simu. Alimnyoshia mkono kijana huyo ambaye sasa alianza kucheka tu na kumtaka Steven atazame kwa nyuma. Akawa amegeuka na kukutana na wanaume wengine 6 wakimtizama tu Steven. Yani bro, simu sio kwako, ni ya demo. Afu umeifuata mpaka huko sio? Kijana wa vijana hao ambao ni wahuni vibaka alimuuliza Steven. Akasema ndio, sio yangu, lakini sasa mkinipa itapendeza. Kwa nini tugombane na sisi wote ni wanaume? Aliwaambia, na huko akirudi kinyume nyume walipokuwa kimfuata wakihitaji kumzunguka. Sasa cha msingi na cha sekondari hapa cha kufanya tu brother, tupatie tu na wewe ulichokuwa nacho. Hizo senti mifukoni tunazozisikia hapo zinalialia, na hicho kimo chako ulichokifunga raba bendi, la sivyo tutakuumiza. Mwingine alizungumza na huko akiingiza mkono mfukoni na kuchomoa wembe. Mwingine akawa ametoa bisibisi, na mwingine akawa ametoa kisu kidogo, mwingine msumari. Yani kila mmoja alikuwa na silaha yake alikuwa anaitumia kuatishia watu waliokuwa anahitaji kuwapora, hasa wanawake. Steven akawa amebaki katikati tu amezungukwa. Muda huo Lydia alikwisha kufika nyumbani kwao na kushuka katika bodaboda. Akamlipa dereva bodaboda na kisha kuingia ndani taratibu. Alimkuta mamake. Baba yake pia alimkuta na wadogo zake wawili walikuwa mezani wakiwa wanapata chakula cha mchana. Akawasalimia na moja kwa moja akapitiliza mpaka chumbani kwake. Alipoingia alijitupa kitandani moja kwa moja na kukumbatia mto akiwa amejawa na mawazo. Mamake akawa amemfuata taratibu na kufungua mlango wa chumba hicho. Akagundua kwamba umefungwa kwa ndani. Lydia, hebu njoo ule, una tatizo gani? Mbona kama umejifungia mlango kwa ndani? Shida nini? Napumzika tu ma. Mbona umerudi kazini mapema sana siku ya leo? Kuna kitu hakiko sawa? Basi fungua mlango. Mamake alimbembeleza sana na kisha Lydia akawa amekuja kule kufungua mlango. Mamake aliingia ndani na binti huyo akarudi kuketi kitandani. Nitakuja kula tu mama, maana hata sijisikii njaa. Sasa mbona kama umerudi mapema sana siku leo? Vipi, kuna shida gani? Hakuna shida yoyote. Hakuna shida yoyote? Wakati unaonekana kabisa kwamba hauko sawa. Alafu nguo imechafuka kiasi hicho uliokuwa umevaa. Uliangukia wapi? Nini ambacho kimekutokea? Angalia mkono wako umechunika. Bajaji tu mama imenisukuma mama njiani. Bajaji imekusukuma? Pole basi. Ulikuwa unawaza nini Lydia? Kuwa makini barabarani na wewe. Hapa sijui nimwambie mama kuhusu kufukuzwa kazi, sijui nisimwambie. Hebu mwanangu, nembo twende kwanza ukale. Mama, nimekwambia sijisikii kula. Hapana, twende ukale. Nakuja mama, tangulia tu basi. Lydia alimwambia mamake huyo ambaye sasa aliinuka na kutoka chumbani akimwacha peke yake tu chumbani pale. Akawa amerudi sebuleni. Lydia akawa amechukua simu yake na kuipiga simu akimpigia mpenzi wake au mchumba wake yule Frank. Basi bwana, simu ya Frank iliita upande huo bila hata kupokelewa, na ikiwa pembezoni kitandani mwake, wakati yeye Frank akiwa juu ya kifua cha mwanamama au mwanadada Carolina ambaye ni mamake mdogo na Lydia, na hapo walikuwa kishiriki tendo la ndoa. Baby, simu yangu inaita, inawezekana ni hebu achana nayo bwana, utajibu tu baadaye. Carolina alimkataza kabisa akimzuia mkono wake usiguse simu. Inawezekana ni simu ya kazini baby. Bana, utajibu baadaye. Carolina alimjibu akimvuta vizuri kijana huyo akiwa amepanua vizuri miguu yake. Frankie alipita katikati ya miguu hiyo. Walishiriki kuvunja amri ya 6 na kukitanda kikilalamika sana.
Basi bwana, baada ya muda Frank alishusha pumzi ndefu baada ya kumaliza safari yake kifuani mwa mwanamama huyo, na huko kijasho chembamba kikimtoka, na ndipo akawa amejilaza pembeni chali. Pole sana baby, leo mapema sana sio kawaida yako. Kwa hiyo haujaridhika au? Hamna, sijamaanisha hivyo kwamba sijaridhika. Ila nini sasa Carolina? Mbona unakuwa ni mtu ambaye hauna hata shukrani? Hapana, sio hivyo. Wanikera bwana. Kwanza umekuja kwangu pasipota kuniambia kama unakuja. Haujui nilikuwa na kazi gani nilizokuwa ni mimi zinantinga. Na sasa hivi unaanza kulalamika tu. Shani bora. Frank jamani, mbona kama unafika mbali tu mpenzi wangu? Mimi nimeshangaa tu leo. Mbona umefanya kidogo tu na umemaliza? Wakati sio kawaida yako, kwani kuna shida gani? Hizo nzarau za waziwazi na tena. Kwani wewe haujui kwamba kuna siku utafanya vibaya, kuna siku utafanya vizuri? Ni kwamba siku zimetofautiana au zinatofautiana. Ndio maana mimi napenda kabisa unapotakaga kuja kwangu mimi unipate taarifa, nijiandae kisaikolojia pamoja na kimwili. Sasa wewe unakuja tu kwangu ghafla tu bila hata kuniambia chochote. Unategemea nini? Sasa jamani, mimi si mpenzi wako au? Kwani kuna shida gani mimi kuja hapa pasipota taarifa? Eti Frank, hata kama, lakini mimi sipendi hiyo tabia bana. Frank alijibu akinuka kitandani kuelekea msalani, akimwacha mwanamama huyo, mwanamke huyo mzuri, mama yake mdogo na Lydia kitandani. Naye mwenyewe akawa ameinuka na kuketi kitako pale kitandani, na kisha akatazama, kanyosha mkono, akaivuta kanga aliyokuwa amejifunga kabla hawajaanza michezo yao mibaya kitandani, aliyokuwa ameitupa chini ya kitanda muda huo. Alipoivuta ile kanga, cha kushangaza akajikuta navuta na kamba nyembamba nguo ya rangi ya pinki. Akawa amechuchumaa na kuivuta kamba hiyo vizuri kabisa. Akawa ameshtuka alipokutana na nguo ya ndani ya kike iliyokuwa ufunguni mwa kitanda, na tena ilionekana inaka ubichi kuonyesha kwamba imetolewa muda so mrefu. Akawa ameshika mkononi ile nguo, akapata kuipeleka katika pua yake kuinusa, ambayo haikuwa ni ya kwake kabisa ile nguo. Akasema, what? Yaani Frank ameingiza mwanamke humu ndani kabla yangu kumbe au? Alijiuliza akishikwa na hasira. Wakati huo Frank alikuwa anatoka chooni, yaani kilikuwa ni choo cha humu ndani, na kumkuta mwanamama huyo ameshika ile nguo ya ndani na huko akiwa ametoa macho kabisa. Maana yake alikuwa amekosa cha kujibu. Basi bwana akamuuliza, nini hiki Frank? Nilijua tu ukikuta huko chini utamaindi mama watoto. Ni hivi. Alimfuata akawa amemshika begani, akautupa mkono wake mwanamke huyo. Hebu niachie, ni nini hiki nauliza? Nataka jibu kwanza. My love. Na ndio nataka nikueleze. Sasa mbona kama hautaki kunisikiliza? Na kusikiliza nieleza. Hiyo ni nguo ya nani? Mbona kama kigugumizi umesahau jina? Hapana baby. Sio kwamba nimesahau jina, lakini naogopa tu kumtaja kwa sababu si unajua tena, kusitiriana ni muhimu sana. Haya, tunga uongo wako sasa hivi. Ni ya nani hii nguo? Yaani ina maana kabla mimi sijaje humu ndani, kumbe kuna mwenzangu alitoka humu ndani kushughulikiwa, si ndio? Unaongea mambo gani wewe mami? Hiyo nguo ni ya shemeji yangu mimi. Demu wa mdogo wangu leo hii wakati mimi nakuja humu ndani, niliwafumania mdogo wangu na huyo demu bwana umochumani kwangu. Wamelewa alafu wanafanya michezo yao michafu. Walipomaliza kulewa mapombe yao, hawezi kuamini nikawa nimwafurumusha humu ndani. Kwa hiyo vyumba viko vingi sana, lakini sasa sijui kwa nini akawa amekuja chumbani kwangu mimi. Frank. Hivi unadhani kwamba mimi ni mtoto wa kudanganywa Unaamini kwamba mimi ni child that you can lie to me anytime? Mwanamama huyo Carolina alimuuliza kwa msisitizo, akiwa amekunja uso wake, yani hacheki na yote, na tena akiwa amesimama kashikilia kiuno. Embu mami, mimi sikudanganya, kwa nini hauniamini? Alizungumza Frank akitaka kumshika mkono, lakini sasa ule mkono uko umetupwa na tena kwa hasira. Na wakati huo mlango wa chumbani uko umegongwa. Bro, uko ndani? Ilisikika sauti ya mdogo wake na Frank, na kwa kitaka kufungua mlango aingie ndani. Carolina mwenyewe akawa ameenda kufungua mlango,
na kukuta kijana huyo akiwa pale mlangoni. Habari yako Jose? Oh, shem, samani bwana. Sikujua kama upo, nilijua tu yupo kakaangu Frankie. Kijana huyo alijibu, na wakati huo Frankie akawa amesimama nyuma Carolina na ile nguo aliyokuwa amekamata mkononi ya kike, akimkazia macho mdogo wake huyo. Ni nini hiki Jose? Yaani umeamua kufanya ujinga wako chumbani kwangu na msichana wako? Angalia hii babu, alimuuliza mdogo wake kwa hasira na huku akimwonyeshea ile nguo. Kaka, unamaanisha hebu sikia wewe, mimi nakuuliza, pesa kumpeleka huyu msichana gesti haukuwa nayo mpaka umlete hapa nyumbani kwangu? Na tena chumbani kwangu mzee, si angalau basi mngeenda hata kufanyia mambo yenu chumbani kwako bro, kuliko hata kuja huku kitandani kwangu na kuniachia uchafu wenu huu hapa, mpaka shemeji yako anaanza kabisa kunikasirikia mimi bila hata sababu, akihisi kwamba mimi nimemleta msichana mwingine huko ndani mzee. Frankie alizungumza na kwa kimkonyeza mdogo wake huyo bila hata mwanamama huyo Carolina kugundua. Samahani bro, nini? Jose alishikwa na kigugumizi, ilibidi tu akubali tuhuma hizo ambazo wala hata sio za kweli. Yote ni kumruhusu tu au kumnusuru kaka yake na jumba bovu ambalo lilikuwa limekaribia kabisa kumwangukia. Sikiliza mzee, mipombe ukiwa unakunywa jitahidi sana isiondoke na akili yako. Bakisha akili nusu tu mzee, utakuja kuvunja mapenzi ya watu Jose. Hebu shika uchafu wako kapeleke chumbani kwako. Frankie akawa amemrushia ile nguo ya ndani Jose, ambaye alidaka na wala hata haijui ile nguo ilikuwa ni ya nani. Carolina libaki kimya tu akiwa anatazama picha halisi. Samahani kaka, samahani shemeji, nimekosea. Joseph alizungumza na kugeuka taratibu akiwa na ile nguo mkononi ya kike na kuelekea chumbani kwake, na huku sasa akijikuna kichwa. Mwana mama huyo Carolina alimgeukia Frankie na huko akishusha pumzi nzito. Vipi, umeniamini sasa mami? Samahani baby, kwa nilivyokuwa nimekutumu. Wewe unafunga mlango wa chumba chako sasa kwa kufuli au kwa kitasa, hata kama ukiwa unatoka. Nadhani mimi bwana, ulikuwa unafikiria kabisa eti kwamba mimi naweza nikamuingiza mwanamke mwingine chumbani kwangu. Sio hivyo bwana, alafu sasa nikuingize na wewe nilale na wanawake wawili kwa siku moja. Sasa umenikosea heshima sana. Yaani sikutegemea sana Carolina kama utakuja kuzungumza vitu kama hivi sasa. Sijategemea. Jamani Frankie, mpenzi wangu, si nimekuomba msamaha lakini au? Na hapo alikuwa anazungumza akimshika mkono. Hebu niache bwana. Alisusa na kukaa kitandani. Carolina kama amesogea na kumkalia katika miguu yake, akauinua uso wake taratibu na Frankie muda huo alikuwa anaonyesha kukasirika. Nitazame basi Frankie, na wewe unanuna nini sasa? Si nimekwambia nisamee amesha jamani au? Uona tatizo lako, unapenda tu kusamehewa kiurahisi tu. Ila mimi wakati mimi nakomba unisamee, yaishi haukutaka kabisa kunisikiliza. Ukashikilia msimamo wako. Sasa kwa mfano kama Jose mdogo wangu asingekuja, ungeniamini vipi? Kama nilichokuambia haukukitaka kukisikiliza na kuniamini, ungeniamini vipi kama Jose asingekuja? Basi baba. Mwanamama huyo Carolina aliinua kidevu cha huyo kijana aliyemzidi umri na kusogeza midomo yake na kuanza kumpatia taratibu. Frankie naye akawa ametoa ushirikiano, wakamalizana vinywa pale kwa sekunde kadhaa na kisha wakaachiana na kutazamana machoni, na huku mwanamama huyo Carolina akitabasamu. Basi utachelewa nyumbani. Kweli yani, nina safari kwa shogangu mmoja hivi, nilimwahidi kwamba naenda kwake tukajadili mambo fulani vya mikopo. Mimi nitakutumia pesa ya taxi bwana katika simu yako muda si mrefu. Sawa. Nataka simu nyingine bwana, si unajua bwana hii imeanza kunisumbua baby. Okay, usijali baby. Simu umeipata, kesho tu nitaenda kununua au tutaenda kununua. Hapo ndo na mimi napokupendeaga wewe bisa. Alimbusu mdomoni Frankie naye akawa ametabasamu. Mwanamama huyo akawa ameelekea bafuni kujimwagia maji. Alipomaliza akawa ametoka na kuvaa, akasindikizwa na kijana huyo mpaka getini, wakaagana. Akatoka na kisha akawa amerudi ndani na kumkuta mdogo wake Joseph akiwa anamsubiri. Na huko sasa kijana huyo akiwa amekasirika sana. Joseph vipi? Ndo nini bana kaka ulichonifanyia bwana?
Mambo madogo tu hayo Jose. Usijali mdogo wangu. Umeniokoa kakako, maana shemeji yako sasa angejua kama mimi nimeingiza mwanamke mwingine chumbani kwangu, pangechimbika. Sawa, lakini mimi nimekustiri wewe. Hajajua, lakini sasa umeniharibia mimi sifa bro. Umenichafua sana mbele ya shemeji yangu. Ili kwamba mimi naonekana ni muuni tu kwa shemeji, wakati sina hata tabia hizo bro. Lakini mimi sijapenda sana kaka. Yaani sijapenda uongo dhambi. Asa mdogo wangu ndo umekasirika kisa mambo madogo kama hayo mzee wangu. Bwana unanengusha. Unanengusha mdogo wangu. Hautakiwi kuwa hivyo. Sasa mimi nakwambia blaz, wewe kila siku tu kwa nini unakuwa na mambo mengi? Kwa nini unakuwa na mademu wengi wakati yule Lydia ni mwanamke mzuri tu? Ana sifa zote za kuwa mke. Yaani dada wa watu katulia sana. Hana mambo mengi, anakupenda kinoma brother. Ananipenda na mimi shemeji yake. Lakini wewe una mambo mengi sana bro kwa wanawake kila siku. Na dada wa watu wala hajui kinachoendelea maskini. Upewe nini bro? Mbona Lydia ni mwanamke mzuri tu, wife material. Hawa makabo unaotembea nao bro, watakufikisha wapi zaidi ya kukupatia magonjwa tu kaka? Wajua mimi ni nani yako? Wewe ni kaka. Wanifundisha maisha. Hapana kaka. Lakini mimi nakukumbusha tu. Hebu nenda kafanya assignment zako za chuo chumbani kwako. Hebu toka hapa kabla hata sijakubadilikia sasa hivi hapa. Wewe boya nini? Alimkalipia mdogo wake huyo Jose, ambaye alinuka na kuondoka pale kwa hasira kuelekea chumbani kwake. Frank akawa amebaki sebuleni akishusha pumzi, akakaa kwenye kochi yani sofa, akawasha TV kubwa kabisa kisasa iliyokuwa imeenea ukutani, na kisha akawa amechukua simu yake na kuanza kuipiga. Baby? Umevaa nini sasa, mbona kama nguo yako ndani umeiacha huko chumbani kwangu na tena sasa uvunguni mwa kitanda? Wapo umevaa nini? Yani kumbe nimevaa suruali yangu ya jinsi pasipo hata nguo ya ndani. Na ndio maana nimejiona mwepesi sana jamani. Okay, I'm sorry. Nitunzie basi nguo yangu. Nikija kesho basi nitakuja kuichukua baby au vipi? Nasikia nikwambie. Wakati mwingine wewe makini sana Paula. Usiwaelewe. Alimjibu mwanadada huyu na kumkatia simu. Na muda huo simu yake ikaita tena. Alipotazama namba ilikuwa ni ya Lydia. Akawa amepokea simu na kuweka sikioni. Hello Frankie my love. Naam Lydia Maikwen. Mbona ulikuwa upokea simu zangu? Nilikuwa najisikia vibaya kidogo. Maana yake niko hapa na humo. Pole sana jamani. Lakini vipi dawa umetumia? Hapana, nitakunywa baadaye. Okay, usijali basi nitakuja bibi kukuona baadaye. Sawa, jioni. Kuna kazi hapa nazifanya, alafu nikishamaliza mimi nitakuja kwako. Nitashukuru sana, lakini si ulitakiwa kuwa kazini mbona kama upo nyumbani? Mimi nitakusimulia nitakapokuja my love. Lakini kabla Lydia hajamaliza sentensi vizuri ni kutamka my love, simu yake imekata kwa sababu ya kuishiwa salio. Wow, leo nakuja nyumbani jioni. Okay basi nitahakikisha leo kwamba anapata kile ninachokitaka kutoka kwako Lydia, ambacho hautaki kunipatia mpaka tuoane. Na hapo ilikuwa ni kauli ya Frank alizungumza mwenyewe na kwa kitabasamu baada ile simu kukatika. Alizungumza nje ya ile simu kuwepo hewani. Basi msikilizaji, embo tukirejea kwa Steven. Muda huo alipokuwa amezungukwa na wale vibaka, alibaki akiwa amesimama katikati ya wanaume ambao ni takriban watu 7 aliokuwa wamewakuta ndani ya jumba bovu au gofu, wakiwa kila mtu na silaha yake mkononi, nyembe, bisibisi, visu pamoja na misumari. Asa mmoja akawa amesema mmoja alimfuata na kisu kitaka kumchoma, na alitoa ile alarm au ile sauti ili kusudi kuinua na wengine wapate kumvamia ile Basi hapo Steven alinama kumkwepa huyo jamaa. Aliukamata mkono wake, akazungusha ule mkono wenye kisu kikawa kimeanguka chini. Na hapo akasindikizwa na teke zito mpaka ukutani. Yaani Steven hakuwa vibaya sana katika maeneo ya swala zima la ngumi. Na mwingine akawa amekuja na msumari akaukamata mkono wake Steven na kumvuta karibu kabisa, alimtwanga ngumi ya tumbo. Kwa hiyo na huyu wa msumari alijikuta akipigwa kulikweli sehemu za tumboni. Kwa jamaa wengine 5 walipoona sasa hawa watu wawili wamepigwa vibaya,
na mtu anayepambana naye anajiweza. Wakawa wamekuja kwa pamoja, lakini wote waliishia sasa kuchezea kichapo. Na hiyo ni kutokana na kijana huyo kuwa machachari kweli kweli. Yaani haogopi kisu wala msumari. Sasa bahati mbaya, msumari mmoja ulikuja kumpata Steven na kumchuna katika mkono wake. Lakini akamwahi jamaa huyo na kumtwanga ngumi ya shavuni, sehemu za kwenye taya. Sasa yule aliyechukua simu ya Lydia aliyekuwa amemleta mpaka huko, alipoona mambo ni mazito, wanayepambana naye yuko vizuri, akameruka ukuta na kuanza kukimbia tena. Wakati huo Steven akiwa anamalizana na wale wengine. Steven akawa amemwona yule mshikaji aliyekuwa ameruka ukuta. Alimfuata na mwenyewe akameruka ukuta, akaanza kumkimbiza yule jamaa ambaye alikuwa anakimbia kuelekea chini bondeni. Sasa Steven akawa amekunja kona na kuzunguka akitokea upande wa pili. Akawa ametegesha guu lake vizuri. Sasa yule jamaa akawa amejikwaa na kuanguka mzima mzima, akiwa na simu hiyo ya mwanadada Lydia iliyokuwa imeanguka pembeni. Na kisha akasimama Steven mbele yule jamaa akimtazama tu. Yaani msikilizaji, Lydia alikuwa na simu mbili, naweza nikasema hivyo. Usije kuzani kwamba sasa imekuwaje kapoteza simu na kule nyumbani na simu nyingine anawasiliana na watu. Ametolea wapi? Sasa baada ya Steven kufanya vile, yule jamaa akawa amesimama. Akasema nakuomba sana nisamee bras. Nisamee, sitarudia tena. Jamaa huyo alimwambia Steven ambaye alitabasamu tu na kutikisa kichwa chake. Jamaa huyo muni akamenuka na kukimbia, na huku Steven akimtazama tu, akifuata simu hiyo ambayo ilionekana ni mpya kabisa, ikiwa tayari imekwisha kutoka ufa, yani kreki. Akawa yokota na kuondoka kurudi nao barabarani taratibu kabisa. Na alipofika alikuta beseni lake lililokuwa lina vinywaji soda, yani zile chupa za plastiki, na maji likuwa tupu kabisa, lina kitu. Aliliacha tu pale chini wakati alipoenda kabisa kumsukuma Lydia asije kugongwa na bajaji. Akasikitika tu na kuliokota ile beseni na taratibu akitazama simu hiyo ambayo ilikuwa ni mpya ya Lydia, ndani ikiwa haina hata line ya simu. Hivyo basi ikawa ni ngumu sana hata kwake kuweza kumpigia mwanadada huyo amweleze kwamba ameipata simu ya kwake yeye. Lakini ubaya, hata Lydia mwenyewe mpaka anaondoka hakuwa na habari kwamba ameangusha simu mpya. Hakujua hicho kitu. Oa, Steven, unaitwa na bosi? Bosi ananiita, kuna nini? Mimi sijui bwana, wewe nenda kamsikilize tu. Na taratibu Steven alienda mpaka kwenye ile duka la bosi wake mwanamama yule Mchaga. Akamkuta kama kawaida. Yaani muda wote yupo na daftari lake la mahesabu mkononi. Hataki kuibiwa hata shilingi 100. Bosi, nimekuja. Steve, hivi umekuja hapa kufanya kazi au umekuja kukimbiza watu baba? Nimekuja kufanya kazi bosi. Sasa mbona unakimbiza watu tu huko? Yesu, unakimbiza tu barabarani tu. Nimekuta beseni langu lipo chini. Soda zinachukuliwa na wakubwa na watoto. Yapo wapi mahesabu yangu Steven? Bosi, kuna mtu aliibiwa, kwa hiyo sasa nikawa nina. Embu wewe umekuwa polisi? Hapana bosi. Sasa embu fanya hivi, nirudishie ile beseni langu na kisha nenda kaendelea na kazi yako mpya sasa ya askari uliokuwa umeianza huko, mpaka pale utakapokuwa akili yako imekaa sawa. Yaani najua kabisa mpaka umeenda sasa kupambana na majambazi wakakuumiza mkono kwa risasi, lakini umeweza kushinda na umeweza kurudi. Inaonekana wewe ni mpambanaji mzuri sana. Yesu. Bwana mama huyo Mchaga alimwambia hivyo Steven. Na hiyo baada ya kuona mkono wa Steven ambao alikuwa ameuficha nyuma usionekane, ukiwa umeumizwa kidogo na ukiwa unatoka damu. Bosi, nakuomba nisamehe, haitojirudia tena. Unaniletea fujo mimi hapa, embo sitaki. Yesu, nirudishie mahesabu yangu ya gharama za vinywaji pamoja vilivyokuwa vimepotea, na kisha uende zako ukaendelea na uaskari wako. Bosi, embo sitaki maneno mengi mimi. Nipe mahesabu yangu na kisha uondoke. Sawa, ngoja basi nikazime pesa, mimi nitarudi. Embo subiri hapa, usije ukaondoka, usirudi tena. Alimwambia na huku akituma mtu
Salimu aliyekuwa amerudi barabarani akawa ameletwa pale mpaka mbele ya mama huyo. Boss. Sasa Salim, mimi nataka umsimamie huyu rafiki yako Steve huyu. Anirudishie pesa yangu. Kama ulivyomleta kwa sababu yeye nini, wewe ni rafiki yako. Umenitia hasara mimi. Nahitaji pesa yangu sasa hivi. Lakini bosi, Salim alijikuna kichwa na akimtazama sana Steve. Mistaki maneno mengi Salim. Vinywaji vyangu vimechukuliwa na watu. Havijalipiwa, vimepotea. Amenitia hasara tu, mimi nataka pesa yangu. Si unanielewa? Mimi ni Mchaga. Mimi sijaja hapa mjini kuja kushangaa magari na magorofa. Hata kwetu Moshi Rombo huko. Yapo mbona? Mimi nimekuja mjini kutafuta pesa mani. Mwanamama huyo alijibu na kumjibu Steven pamoja na Salim. Na hapo Salim akawa amemgeukia Steven na huko akijikuna kichwa. Ndugu yangu, ndo kama ulivyomsikia bosi. Tunafanyaje sasa? Nilikwambia mimi Steven, achana mambo ya wadada. Sijui nini. Focus katika kazi mzee. Matokeo yake ndo haya. Unapata wapi sasa pesa kumlipa huyu mwanamama saizi? Steven aliulizwa akawa amebaki tu anajikuna kidevu chake. Akawa ameingiza mkono mfukoni na kujaribu sasa kujitazama ana kiasi gani. Akajikuta na shilingi 350 iliyobaki. Wakati huo kwenye duka hilo kubwa la jumla la vinywaji baridi lilokuwa linalingana kabisa na supermarket, alifika kijana mmoja mtanashati akiwa na begi lake mgongoni. Habari za saizi dada? Salama. Karibu, nikusaidie nini? Una huduma ya kutuma na kutoa pesa? Kwani una huduma ya kutuma na kutoa pesa kwako hapa? Ipo, ushindo wewe tu. Nahitaji kutoa shilingi bilioni 3, si inawezekana? Jamaa huyo akawa ameuliza. Steven pamoja na Salim wakawa wanamtazama tu waliposikia hizo habari za kutoa shilingi milioni 3. Huyo anataka milioni 3 ndo aje kutoa hapa. Singeenda benki, hajari kuhusu usalama wake. Salim alimwambia pia Steven, ambaye alikuwa kabisa akimtazama jamaa huyo kwenye begi lake alilokuwa amevalia, ambalo lilikuwa ni refu kama amebeba gitaa vile ndani yake. Lakini sasa hakuelewa gitaa lenyewe amebebaje, mbona kama haleleweki hilo gitaa. Yaani ile begi refu tu. Salim, ile kwenye begi la jamaa mbona kama ni bunduki hii? Manake ndo ndefu hivi. Hebu acha ujinga mzee. Ile ni gitaa. Wewe umuoni jamaa mwenyewe yuko smart, inawezekana huyu jamaa ni mwanamuziki. Gitaa nini bwana? Gitaa mimi napiga. Sio jembamba namna ile bwana. Steven alijawa na wasiwasi. Asa yule jamaa wakati akiwa amesimama pale na mwanamama yule akichaga akawa amegeuka kuwatazama Steven pamoja na Salim, ambao walikuwa wamemkazia macho wananongonezana. Hasa Salim ambaye hakuweza kuzungumza taratibu bila hata kupayuka. Toa tu mzee. Hapo tunatoa pesa yote. Kumbe milioni 3 unatoka. Milioni 5 je? Mpaka milioni 10, ingawa sasa unatoa kwa awamu. Hii ni kama benki ya duka vile. Hakuna pesa inayoshindikana hapa. Alijibiwa kijana huyo ambaye alitabasamu tu na kuvua begi lake na taratibu akalitoa chini na kufungua zipo. Na huko sasa Steven akiwa amemkazia macho Salim wanatazamana wakidiscuss ni kitu gani kilichokuwa kinaendelea pale. Sasa huyu anataka kutoa pesa mamilioni sasa. Inakuwaje tena navua na begi? Sasa anatoa kwenye simu. Sasa inahusika nini na kwenye swala zima la kutoa pesa wakati kinachohitajika hapa ni simu tu? Steven ambaye ni kama machale ilianza kumcheza, alimnong'oneza Salim na huko akiwa amesimama. Na ndipo wote walipotoa macho walipomshuhudia kijana huyo akitoa bunduki ndefu kidogo katika begi lake. Na ilikuwa ni kitendo cha kufumba na kufumbua. Bosi wao huyo mwanamama wa Kichaga aliyekuwa amenyoshwa bunduki hiyo akibaki ametoa macho tu. Na huku sasa kinywa cha mama huyo kikiwa wazi kwa mshtuko. Embo toa pesa zako zote ulizokuwa nazo dukani kabla hata sija kutwanga risasi. Yesu wangu. Baba, embo tafadhali hata usiniue, mimi na watoto 3 wananitegemea. Mmoja na ule wiki ijayo binti yangu mkubwa natamani nishuhudie harusi yake. Maana sasa nilisimangwa sana.
mabinti zangu haolewi, mara ikina kile, na mimi natamani sasa siku hiyo mimi nicheze niringe kwa wale wanawake wenzangu walikuwa wananisimanga waisome namba. Kwa baba, usiniue tafadhali. Hata kutubu madhambi yangu mimi hata sijatubu. Hata sijala ekaristi ya mwisho takatifu. Mama Kichaga maneno alikuwa yanamtoka sana na huku akitetemeka. Steven pamoja na Salim walibaki tu wamesimama wamedua, na watu wengine wakaanza bwana kukimbia. Embo sihitaji maelezo. Toa pesa zote humo ndani dukani kwako. Asisogee mtu yoyote, nitamiminia risasi huyu mwanamama, na mtu yoyote atakayethubutu kupiga hatua nitamtwanga. Kijana huyo aliwaonya kina Steven pamoja na watu wengine waliokuwa dukani hapo. Sihitaji maelezo yoyote, toa pesa tu. Kijana huyo alimwamrisha mama huyo wa Kichaga, ambaye alikuwa ameinua mikono juu akitetemeka sana. Na huko Steven, Salim na watu wengine wakiwa wamekaa chini baada ya kuamriwa na jamaa huyo aliyekuja kama mteja pale dukani, na kumbe sasa ni mhalifu na tena mwenye silaha kali sana. Natoa babangu, natoa. Ila sasa mbona sasa hii ni nyingi zote babangu? Si ungechukua hata milioni 5 tu nyingine unisamee babangu. Bado unaongea. Jamaa kama amekoki bwana ile bunduki na kupiga risasi katika boksi, yani katika katoni moja la juisi za watoto, zikawa zimetoboga pale na kuanza kutoka maji. Uwe Yesu na Maria babangu, utakuja kuniua wewe. Nina mapresha baba. Mama huyo alipiga yoye na kurukaruka, akaangukia maboksi, akamejikunja na kuziba kabisa masikio, akitetemeka sana kwa hofu, na huku akijikagua kama risasi hiyo imempata ama la. Na watu wakawa wamekusha kusogea kitazama tukio hilo, lakini hakuna aliyethubutu kumkaribia huyo kijana mwenye silaha, kwa sababu ya kuhofia maisha ya mama Masawe, ambaye aliwekwa chini ya ulinzi na wafanyakazi wengine wa duka hilo, ambao pia hawakuruhusiwa kabisa kufurukuta. Yeyote atakayethubutu kusimama au kusogea mbele na mtwanga risasi ya kichwa. Aligeuka na kuwatisha tena watu wote waliokuwa wamekaa chini, akiwemo Steven pamoja na mwenzake Salim. Alikuwa akitetemeka kwa sababu walikuwa karibu kabisa na jamaa huyo. Hivyo basi kama akili zingemruka, angegeuka tu basi angewamiminia wote risasi. Maana ulikuwa karibu sana. Kwa hiyo mama Masawe alihangaika sana kutoa pesa katika draw, na kwa zingine zikianguka, vibunda kwa vibunda, vingine sasa vikiwa katika begi la mumewe la ofisi almaarufu kwa jina la Kiingereza briefcase. Akawa amelitoa na kuweka katika begi la kijana huyo ambalo alimpatia aweke yeye mwenyewe, na huko yeye akiwa amesimama tu na bunduki akiwa amemnyoshea. Mtaa ule ulikuwa umetamaki sana. Watu wamejikusanya mita kadhaa kutoka katika hilo duka, wakihofia usalama wao wa kusogea tu, sababu bunduki iliyoshikwa na mwanaume huyo ilikuwa sio ya mchezo. Msikilizaji, mpaka askari kutoka jeshi la polisi kwenye kituo kilichopo karibu kabisa na eneo hilo walifika, lakini hawakuweza kufanya chochote, na hiyo ni kutokana na kuhofia uhai wa watu waliotekwa pale dukani. Hizo hapo pesa babangu, tafadhali walato usiniue baba, nenda nazo tu. Pesa zinatafutwa lakini uhai baba hautafutwi. Mimi na mume wangu tutatafuta tu zingine, si unajua tena. Mama Masawe alicheka sana kiuoga na tena akiendelea kumbembeleza. Una uhakika kuna pesa nyingine uliyobakisha? Alisogezewa bunduki katika paji la uso. Mama wa watu akatoa macho na kuwakisali kwa ishara ya msalaba, akihisi kifo kipo mlangoni kikiwa kinamngojea. Hakuna baba, nilikuwa na milioni tu 12 humu ndani. Zote nimewekea hizo hapo babangu, lakini chache zimeanguka tu. Aliokota, akaanza kubeba noti kadhaa za shilingi 10,000 na kumtilia katika begi lake. Jamaa huyo akawa amelivuta ile begi taratibu. Sasa Steven akiwa pale nyuma, kulikuwa kuna pakti za sabuni ya unga kadhaa. Akanyosha mkono kimya na kuitoboa moja kwa kidole ile sabuni ya unga, lakini Salimu alimuona. "Oya Steven, unataka kufanya nini babu?" "Wewe subiria utaona." Aliendelea kupasua ule mfuko na kuchota sabuni ya unga mkononi.
Steve, utatufanya tufe hapa, siku sio zetu. Embo acha unachokifanya bwana. Steven aliambiwa na Salim, ambaye alimnyamazisha kwa kidole kwamba akae kimya, akiwa amebeba unga wa sabuni ameujaza mkononi kwake, akiwa anapiga mahesabu yake kichwani. Steven, yule jamaa aliopewa pesa zilizoweka katika begi, akalivaa mgongoni na mkono mmoja akawa amemshika yule mama Masawe akimkaba shingo na kumwekea bunduki kichwani. Ni kama alikuwa anamweka chini ya ulinzi, watu wote wasiweze kusogea pale. Sasa babangu, pesa nishakupa, mbona unataka tena kuniua babangu Mimi nina watoto jamani, nategemewa kama nilivyotoka kukwambia. Ninamwacha mume wangu, nampenda, hata atenda kwa wanawake wengine, nimboacha bwana baba. Hebu tuleo mwanamke. Yoyote atakayethubutu kutikisa kichwa au miguu yake, basi huyu mama na mfumue risasi ya ubongo. Aliwatisha na huko kitoka na mama huyo pale dukani, na taratibu akiwa amemweka mateka kama chambo cha kuzuia mtu yoyote asije akajaribu kumsogelea. Askari walikuwa nje tu ya duka hilo wamenyoosha bunduki zao, lakini sasa hakuna aliyethubutu kurusha risasi, ila waliwarudisha raia nyuma na wao wakiwa mbele, wakiwa takribani 12 askari. Basi bwana jamaa huyo alitoka dukani taratibu na mateka wake huyo mama Masawe, ambaye aliloa jasho na huko akitetemeka, wakipita karibu kabisa na sehemu alipokaa Steven pamoja na Salim. Macho ya Salimu yalikuwa kwa Steven, ambaye kuna tukio alikuwa amelikusudia kabisa kulifanya wakati huo mwanamume huyo alipokuwa anapita karibu kabisa na wao. Na ni kweli, jamaa huyo alipopita karibu tu na Steven, jamaa huyo alinuka na unga wa sabuni. Alimwagia usoni jamaa huyo kwenye macho, alipiga mayowe, alimwachia mama Masawe na kumsukumia pembeni. Akaangukia katika maboksi ya biskuti za watoto na kuporomoka hayo maboksi yote mpaka chini, akapoteza fahamu. Wakati huo pikipiki ilikuja na kufunga breki ikiwa na majambazi wawili wenzake na yule jamaa, mmoja akiwa na bunduki mkononi na mwingine akiwa dereva, na huku akiwa amevaa helmet vichwani. Yule jamaa alikuwa haoni mbele tena, na hiyo ni kutokana na sabuni alikuwa amemwagiwa machoni. Akawa anajifikicha tu kwa mikono. Kwa mkono mmoja, mkono wenye bunduki aliuinua ili amimine risasi. Steven akawa amepiga bunduki ya huyo jamaa na kuivuta, akawa ametupia chini. Jamaa alimsukuma Steven pembeni ili wakamate lile begi la pesa, wampakie huyo mshikaji wao waweze kuondoka naye. Manake alikuwa haoni mbele, na wao ndio walikuwa wanamsubiria aweze kutokeza tu kwa mbele waondoke na pikipiki. Kwa hiyo Steven aliuvuta mkanda wa begi hilo la huyo jamaa na kulichomoa mgongoni kwake. Jamaa kama ondoka mwenyewe bila hata begi, ambalo lilianguka chini likiwa kabisa limejaa pesa, halijafungwa vizuri pia. Akawa amempiga ngumi Steven ya kichwa. Ngumi hiyo ilimpepesua, alijikuta akianguka katika maboksi ya katoni za juice. Akawahi kwenye pikipiki ya wenzake ambao walipoona mpango wao sasa umekwisha kufurugika, hawakuweza tena kumsubiri. Walizungusha pikipiki hiyo na kuondoka kwa kasi, na huko askari wakiwajibu kwa risasi. Mmoja alikuwa nyuma, alitaka kujibu mapigo. Kwa bahati nzuri au mbaya, kabla hajaanza kurusha risasi ovyo, alitwangwa moja kwa moja mgongoni na kuiangusha bunduki yake aliyokuwa ameshika, wakawa wamedondoka katika pikipiki yao, na huko akiwa kabisa amejeruhiwa, damu zikimtoka mgongoni karibu na bega, na tena akiwa amemshika mwenzake. Wananchi walijaribu kuwakimbiza na huko wakirushiwa kabisa mawe, lakini wakawa wamewakosa. Huyu mwingine aliyekuwa ameingia dukani ambaye hakuwa na bunduki tena alijaribu kabisa kukimbia baada ya kutorokwa na wenzake wawili, ila hakufika mbali. Wananchi wenye hasira kali walimzunguka na kumwangusha chini, wakaanza kumwangusha kipigo cha mbwa koko. Yaani alipigwa kipigo kikubwa mpaka askari walipoingilia kati na kuwatawanya raia kwa kupiga risasi hewani. Wananchi wakawa wametawanyika wakimwacha kijana huyo chini akiwa amevimba kila sehemu za mwilini mwake na kupasuka pasuka, akiwa hata kutembea hawezi tena.
Askari walimbeba kama mzigo wa maembe na kwenda kumtupia kwenye gari lao. Wachache askari waliondoka naye na wengine walibaki kuhakikisha hali ya usalama ipo sawa katika eneo hilo. Basi bwana, muda huo Salimu alimunua Steven taratibu, aliyekuwa ameanguka chini baada ya kutandikwa ngumi tu kichwani na tena usoni, maeneo ya shavuni, usawa mdomo. Kwa hiyo alikuwa amechanika kidogo tu baada ya kupigwa na mkono mzito wenye sugu wa yule jambazi. Uko sawa rafiki yangu? Nipo sawa Salim. Steven alijibu hivyo, na huku watu wakimpigia makofi kijana huyo kwa kumpongeza kwa kitendo cha kishujaa alichokuwa amekifanya cha kuokoa mamilioni ya pesa katika duka hilo, ambazo kumbe zilikuwa ni zaidi ya shilingi milioni 30 zilizotakiwa kupelekwa benki siku hiyo. Mama Masawe baada ya kupepewa sana alizinduka kutoka katika usingizi mzito wa kuzirai na kukuta pesa zake zote zimepona ziko mikononi mwa jeshi la polisi. Na mumewe mzee Masawe aliyekuwa ametoka alikwisha kurudi, na watu wawili wakawa wamemtafuta Steven. Walimfuata aliyekuwa amezungukwa na wafanyakazi wenzake wa kike wa kwenye duka hilo na wa kiume ambao walikuwa wanatembeza wote bidhaa. Kwa hiyo walimpatia pole na kumpongeza kwa kazi kubwa kama hiyo, kazi nzito ambayo hata askari wa jeshi la polisi iliwashinda kwa sababu ya maadili ya kazi yao yaliyowataka kabisa kutanguliza maisha ya raia kama kipaumbele. Bana, asante sana kijana wangu. Steven, Yesu na Maria, asante sana baba. Mama Masawe na baba Masawe walizungumza wakimpatia mkono Steven. Msijari wazee wangu, ni jambo tu ambalo kila mtu angelifanya kwa ajili yenu. Sasa katika zile pesa na kuomba huyu kijana apewe milioni 3. Milioni 3? Mama Masawe alitoa macho akishtuka. Mke wangu, apate mtaji afanye mambo yake, na tena sio 3 tu, ni milioni 5. Mumeo alijibu hivyo. Mama Masawe akawa amecheka tu na huku akishindwa kukataa, maana sasa watu wote walimshangaa kwa jinsi alivyokuwa mbairi, hata kwa mtu ambaye ameokoa maisha yake, lakini pia ameokoa pesa nyingi sana kwa siku hiyo. Hapana bwana mzee wangu, mimi usinipatie hata senti moja, sitapokea. Steven alijibu hivyo, na muda huo Salimu alimshangaa sana na kumfinya kwa chini asizikate zile pesa. Wachukua mwanangu, mimi siwezi kabisa kupata hasara kwa pesa kama hizo mzee, ni chache kwangu, nina maduka mengi sana hapa mjini kwetu. Yesu, hivi unaomba kuchukua nini sasa? Hebu chukua tu mwanangu, mimi siwezi kupata hasara kwa pesa kama hizo chache. Mimi nina maduka mengi sana hapa mjini, mpaka Moshi kule kwetu Rombo, Kilimanjaro. Nina maduka ya kutosha. Hapana mzee wangu, ila nina ombi moja tu. Ilipi kijana wangu? Badala ya kunipatia mimi hizo pesa zote, naomba zigawanywe wapewe hawa wafanyakazi wote wa hapa nyongeza ya mishahara yao kwa miezi 3. Alizungumza kauli hiyo ambayo iliwashtua wote, wakatazamana wakimshangaa sana Steven. Watu wote walibaki wanatazamana tu, wafanyakazi wa duka hilo pamoja na vibarua kama Steven mwenyewe, kwa kauli aliyotoa. Umesemaje Steven? Salimu hakuamini maneno ya rafiki yake huyo. Hivyo bana, mimi nilivyosema Salim. Kwa hiyo auchukia hata 500 mzee? Hapana bwana, hizo pesa nilizotakiwa kupewa mimi milioni 5 ziongezwe kwenu katika posho zenu za wiki. Sawa, lakini ni ajabu kijana kama wewe maskini usiokuwa na ajira ya uhakika kuwa na moyo kama huo. Maadamu umesema wewe mwenyewe, basi mimi sina neno. Jamani, milioni 5 nilizotaka kumpatia kijana huyo Steven kama zawadi ya kitendo cha ushujaa alichokuwa amekifanya kwa kuokoa pesa na maisha ya watu katika duka langu hili, pamoja na mke wangu, na waongezea katika mishahara yenu na posho zenu. Kuanzia wote sasa hivi nawapa shilingi 10,000 leo hii, mjivinjari kuanzia wote, yani mliokuwa hapa. Mwende nyumbani mkapumzike.
baada ya tukio hili tunataka sasa kuweka mambo sawa, ila kesho mtarudi kazini. Mzee Masawe aliwaambia wafanyakazi wake wote wakawa wamesimama na kushangilia, na wengine wakimfuata Steven kwa kumshukuru sana, na wengine wakipewa pesa na kuondoka pasipo hata kumkumbuka aliyesababisha yote hayo. Mzee Masawe alimuita Steven pembeni. "Hebu pokea basi hata 500 tu hizo. Ukae nazo." "Hapana mzee wangu. Huyu hapa rafiki yangu Salim, ungempatia hizo badala yangu." Steven alimuita rafiki yake huyo ambaye alikuja kiuoga tu baada ya kuitwa. "Kama sasa huyo Salimu mpe 200 tu bwana huyo, kama ndo huyo." Mkeo alimnong'oneza hivyo. Akasema basi sawa, chukua hii 200 kwanza, alafu kilichobaki nitakuongeza katika posho yako. Mzee Masawe alimwambia Salim, akimpatia shilingi 200 baada ya kunong'onezwa na mkewe. Salimu akawa ametoa macho wakati akipokea zile pesa 200 taslim bila hata kuzifanyia kazi. Kwa mara ya kwanza alishika pesa hizo nyingi katika maisha yake kwa pamoja. Mikono ilitetemeka sana na huku machozi yakimlenga machoni. Alimtizama Steven ambaye alibaki ametabasamu tu. "Asante sana." Alishukuru na kuondoka mbio, na huku Steven pamoja na babosi zake wakiendelea kumtazama. Wakati huo askari mpelelezi aliwafuata Steven pamoja na yule mkewe ambaye ni mke wa Mzee Masawe. "Mzee wangu na mke wako." "Naam afande." "Kijana, unaweza kutupisha kidogo?" Askari alimwambia Steven. "Sawa watu askari. Samanini." "Hapana Steven, baki tu. Huyu ndiye kijana aliokoa pesa zetu na maisha yetu. Kwa nini sasa sisikilize kilichokuwa kinatakiwa kuzungumzwa?" "Kama mmeridhia hakuna shida. Swali langu sasa la kwanza, kwa nini mmekaa na pesa kiasi chote hiki ndani ya duka lenu bila hata ulinzi wowote wa kueleweka zaidi ya milioni 30, na wakati benki zipo mzee wangu? Hauoni kama unaweza kusababisha hatari kwa maisha yako nyinyi wenyewe pamoja hata na wafanyakazi sometime?" "Afande, zile pesa nilikuwa nikimwagiza mke wangu ziende benki leo." "Nini ziende jana?" "Kwa sababu mimi nilibanwa sana. Na naona yeye akawa na mambo mengi sana kwa ameshinda kuzipeleka wapi? Kuzipeleka benki. Na ndio maana leo sasa zilikuwa dukani. Ila leo ilibidi ndio ziondoke afande. Kuzichelewesha ndio hivyo tatizo kubwa sana mzee." "Vizuri sana mzee wangu. Swali langu la pili ni je, kuna mtu yoyote mnemuhisi kuhusika na tukio kama hili ambaye ni mtu wa karibu sana kwenu?" Kiukweli hapana afande." "Sasa mnadhani wale majambazi wamejuaje kwamba kuna milioni ya pesa humu dukani kwenu?" Wako wamekuja. Lazima watakuwa tu wameambiwa na mtu asiyejua kuhusu taarifa za pesa hizo. Mmewaza chochote?" Askari waliouliza. Mzee Masawe na mkewe wakatazamana wakatikisa kichwa bwana, kukubaliana na wasiwasi huo wa mpelelezi. Kwa hiyo wakawa wamegeuka taratibu na kuwatazama wafanyakazi wao wote wakijaribu kutafiti ni nani ambaye amewazunguka. Afande huyo akawaita wenzake hao wawili kando kabisa, wakimwacha Steven akiwa amesimama mwenyewe. "Ila kweli unachozungumza afande, lazima kuna mtu ametuzunguka humu ndani Yesu." "Sasa atakuwa ni nani mume wangu?" mkewe aliuliza, na huku akimtizama mumewe na askari huyo mpelelezi. "Mimi namwisi mtu mmoja tu." "Ni nani sasa afande?" "Atakuwa ninahisi atakuwa ni kijana wenu Steven." Mpelelezi huyo alizungumza kauli ambayo iliwashtua na ndo hao wawili. Wakatazamana wao kwa hao na kisha kumgeukia Steven ambaye muda huo alikuwa anapanga tu vitu pale dukani bila hata kujua kinachoendelea. "Basi bwana, hebu tutoke hapo kwanza. Turejee huko kwa Lydia." Lydia muda huo alikuwa chumbani kwake akijiandaa na safari ya kuelekea nyumbani kwa Frank kwenda kumuona mchumba wake yule baada ya kuzungumza naye katika simu. Mchumba wake huyo ambaye alimwambia kwamba siku ya leo ni mgonjwa. Hivyo basi Lydia alipanga kwenda kumsalimia na kuzungumza naye mambo mawili matatu. Sasa akiwa chumbani alimuita mdogo wake wa kiume. Akawa amekuja mbio. "Dani, abe dada, nataka unisindikize mahali." "Wapi dada?" "Nataka twende mahali tu kanawe miguu au hata kaoge mara moja." Dada,
Mimi nilikuwa nacheza mpira bwana. Si utacheza hata kesho na wewe? Hautaki hata kunisindikiza mimi dadako? Sio staki dada, mimi ndio captain kwenye timu yetu, wananitegemea. Sasa mimi nikiondoka tutafungwa. Mpira unataka kuanza muda sio mrefu kwanza sasa hivi. Haya bwana. Nitaenda mwenyewe tu. Mdogo wangu mzuri, Maria angekuepo, angenisindikiza. Lydia alimjibu hivyo. Mdogo wake huyo ambaye alitoka chumbani na baada ya dakika takriban 3 akaja mama yake. Mwanamama Zipora chumbani ni kumkuta binti yake huyo akiwa katika kioo. Na huku akiwa anamalizia kujipodoa baada tu ya kumaliza kuvaa. Kwa hiyo akasimama mlangoni akimtazama binti yake. Unaenda wapi? Naenda kuonana na rafiki yangu mmoja hivi. Rafiki ndio ujikwatoe kwa namna hiyo? Mama naye. Kwa nini nimejikwatoa sana sasa? Hapana, hujajikwatoa sana ila kwa ulivyopendeza hivyo bila shaka sio rafiki. Ila ni rafiki maalum. Hebu niambie ni nani? Frank amekuita au anataka kukutoa out? Mama, mimi ni mama yako wewe. Usiponiambia mimi sasa utamwambia nani? Mama alikaa kitandani kwa binti yake huyo, ambaye alishindwa kabisa kukataa. Anaumwa mama, kwa hiyo ameniita mara moja tu. Hivyo naenda kumuona. Kwani Maria anarudi saa ngapi? Manake siwezi kwenda pesa, yani bila hata mtu yote. Sasa mwanangu anaumwa, mbona hata hujaniambia jamani? Kwamba mkwe wangu anaumwa mtarajiwa. Au unadhani kwamba mimi na mkwe mwingine Lydia? Mpaka mdogo wako Maria awe mdada Lewi ndo aje aolewe nipate mkwe? Nimwacha mambo yao. Mimi mwenyewe ameniambia tu baada ya kumpigia simu ndo kwa amenishtakia hivyo. Basi sawa, mpe pole utakapoenda kumuona. Sasa mdogo wako Maria unamuuliza nini? Mama, mimi nataka kwenda naye mama. Maana Dani amenikatalia kata ananiambia yeye sio ni team captain anacheza mpira. Kwani amesharudi nani? Maria? Ndio amesharudi muda so mrefu. Wewe nenda tulia. Ya nini sasa kuwasumbua wadogo zako kwenda katika mambo makubwa kama haya? Mama, si unajua kwa yule mimi naenda tu kama kwa mwanaume. Na wewe mwenyewe ndio ulionifundisha kwamba mwanaume hatembelewi hivi hivi bila hata kusindikizwa na mtu. Sio, unaelewa? Lakini sasa yule ni mchumba wako Lydia. Frankie ameshakutolea posa. Tayari wiki ijayo tu analeta mari. Sasa hakuna ubaya wa kumtembelea mwenyewe. Wakati mwingine sisi wazazi tunawaambiaga tu tunapoona mtaharibikiwa, na tunapoona wanaume wenyewe hawaeleweki. Lakini mtu kama Frankie ana adabu, anajitambua, ana maisha mazuri, ana gari, ana nyumba, anakupenda sana mpaka amekuja kujitambulisha kwa kukuheshimisha. Sasa ya nini sasa umuogope? Waza kumwendea na wadogo zako sio ni nini? Kwa nini umuogope? Mama huyo alizungumza, na wakati huo na kumbe mamake mdogo Carolina alikuwa mlangoni akiwa ametega masikio. Alikuwa anasikiliza kinachozungumzwa chumbani humo, akiwa ametoka safari yake ya nyumbani kwa Frankie muda huo. Na kuishia hapo, alifungua mlango na kuingia chumbani kwa Lydia. Alimkuta Lydia pamoja na mamake, ambaye huyu mamake na Lydia kwa Carolina ni dada yake. Kulikoni tena jamani? Ndugu yangu nilikuwa namshauri tu hapa. Ndio aende mwenyewe huyo kwa Frankie jamani. Maria si angeenda naye tu, si upo Maria? Mimi sikushauri hata kidogo shoga yangu. Uende kwa mwanaume tu peke yako hivi hivi. Wanaume wenyewe wa siku hizi vichaa. Hapana mwanangu. Nenda na mdogo wako tu. Mama mdogo Carolina alimwambia Lydia hivyo, na tena kikaa kitandani pembeni ya dada yake. Una mama Zipora naye mwenyewe akaanza kusema, kweli mama mdogo kwa sahi. Lydia alimjibu mamake huyo ambaye alitabasamu tu, na huko akimwangalia dada huyo ambaye aliguna tu kwa muda huo. Usizana fanya hivi kwa sababu ya kukupenda sana Lydia. Ila tu sitaki ufanye chochote na huyo mwanaume kama ulivyokuwa na msimamo wako. Frankie ni wa kwangu tu na atabaki kwa kwangu. Mwanamama huyo Carolina aliongea kimoyomoyo, na huku usoni akiwasilishwa na tabasamu. Kwa nini unazungumza hivyo afande? Kwani yule si ndio aliozokota zile pesa zetu? Mzee Masawa alimuuliza hivyo askari. Hivi unajua haya mambo ni ya kina sana, yenye kuhitaji uchunguzi wa hali ya juu sana. Mimi nilichowaza, mimi kama mpelelezi, ni hili jambo. Inawezekana kabisa mpango ulikuwa ni pesa zenu ziibwe na huyu kijana.
anajua ameshirikiana nao ni kina nani. Lakini sasa alipoona mpango umevurugika, askari tumefika na kuna uwezekano mkubwa kwa 95% au 90 wa wenzake kuto kuondoka na pesa, hivyo walitarajia kuondoka nazo, si unaelewa? Kwa hiyo sasa akaamua wageukie au amgeukie mwenzake ili atoroke na wenzake ili kuondoa tu ushahidi. Ila yule mwingine, kwa kuwa tumeshamnasa, nina imani kabisa atatoa ushahidi wa kutosha. Ila ni kweli kama afande unavyoongea, kitu chenye ni mantiki kabisa. Suna Maria, unajua kijana wala tatumbii vizuri, amekuja tu hapa dukani kuomba kazi. Leo ni siku kama ya 3 sio ya 4, na tayari tukio la kijambazi limetokea. Mbona hapo awali mume wangu hatujui kabisa kuvamiwa na majambazi kama hivi? Hata kama tuna pesa mingi dukani kiasi kama nini, huwa tunakaa nazo na kuzipeleka benki salama salmini. Kwa nini sasa tukio litokea sasa siku 2-3 tu baada ya kijana kwanza kuja hapa kufanya kazi? Na hizi pia kuna kitu kinaendelea nyuma pazia. Yaani huyu Steven sio mtu wa kumwamini kabisa. Ewa mama Sawe, hapo sasa umezungumza yote kabisa. Na kumbe kijana huyu ni mgeni kabisa hapa dukani, ni mpya, hana siku nyingi. Basi ninachokiwaza mimi kwa uzoefu wangu wa kazi wa muda mrefu, kipo sahihi kabisa. Kama hakuwahi kabisa kutokea matukio huko nyuma kabla ya huyu kijana kuja, yani matukio yameanza kutokea baada ya huyu mtu kuja, bila shaka huyu kijana anahusika. Askari huyu mpelelezi alikazia hivyo. Sasa kwa nini ukoe pesa na katae hata tulipokuwa tunataka kumpatia hata milioni 5 kama zawadi? Mzee Masawa aliuliza, na huko akiwa nje hapana. Ipo hivi, hawa watu ni genge kubwa sana, kwa hiyo dili likifeli kwao ni lazima tu wote wakose. Asingeweza kuchukua pesa wakati anajua kabisa wenzake hawajapata chochote, na ndio maana nahisi kabisa kwamba yeye anahusika. Hebu muangalieni kwanza, hata kwa macho tu ya kawaida yasiokuwa yanahitaji elimu kubwa sana darasani, elimu ya upelelezi. Mnaweza mkamwamini kijana kama yule alivovaa vile akajiweka weka tu, mnamwamini kiasi kikubwa? Askari aliwauliza wanandoa hao wote wawili ambao walimgeukia sana Steven, na wote kwa pamoja walimkazia macho, wakati yeye akiwa hana ili wala lile. Ndio kwanza alikuwa anaendelea kupanga maboksi pale. Steven alimaliza kuweka maboksi vizuri yaliyokuwa yamepanguka vizuri kutokana na maporukushani yaliweza kutokea. Kijana, upo chini ya ulinzi, unatakiwa kulisaidia jeshi la polisi katika upelelezi. Afande mpelelezi alimfuata, na huku mzee Masawe pamoja na mkeo akimtazama tu. Steven akawa ameshikwa mikono na kufungwa pingu, na kisha kibaki na shagatu. Sasa nimefanya nini sasa afande? Tutaelezana kituoni, alijibiwa. Na huku askari wengine wawili waliitwa na kuja kumshika tayari kumpeleka katika nje ya gari lao, mmoja kwa mmoja ili kupeleka kituo cha polisi. Basi bwana. Bosi, kuna nini kinaendelea? Mbona hata sielewi? Steven alimuuliza mama Masawe pamoja na mumewe, akiendelea kushangaa tu. Hawakumjibu chochote na kuanza kutembea naye kama mtuhumiwa mpaka kwenye kituo cha polisi ambacho hakikuwa mbali na eneo hilo. Walipofika, moja kwa moja kamuingiza ndani ya chumba hicho cha mahabusu, sambamba kabisa na mahabusu wengine aliokuwa makuta. Akawa amebaki amedua, haelewi kinachoendelea. Embu tutoke huko, tuelekee kwa binti wetu Lydia. Sasa upande wa pili, Lydia alikuwa mbele ya geti la nyumba ya Frankie aliyokuwa anaishi. Nyumba nzuri sana, akiwa amefuatana na mdogo wake Maria, mwanafunzi wa shule ya msingi, akiwa anabonyeza tu kitufe cha kengele pale cha hodi, na taratibu akiwa ameshuka katika bajaji iliyowaleta mpaka pale mbele ya nyumba ile. Yaani sio atakuwa amelala
Nesi atakuwa peke yake ndani tu. Ngoja niweke laini yangu ya simu hewani. Ngoja niweke laini yangu ya simu kwenye simu yangu mpya alikuwa amenunulia. Nimeshakumbuka. Akiniona na hii simu ya zamani kimeo atanilaumu kweli kweli. Na kugombana tutagombana kweli kweli, manake mtu mwenyewe ni mgonjwa. Lydia alizungumza tu mwenyewe huku sasa mdogo wake huyo wa kike akimtizama tu. Akawa amefungua mkoba wake na kuanza kabisa kupekua. Alianza kuitafuta ile simu mpya aliyokuwa amenunuliwa na Frank, ambayo wala hata hakuwahi kabisa kuitumia hata siku moja wala kuweka line ya simu. Akawa ametoa macho baada ya kutokuikuta ndani ya mkoba wake. Vipi dada, mbona kama umeduaa? Jamani, sioni simu yangu, Mungu wangu, itakuwa nimeisahau nyumbani au sijui nimeipotezea wapi. Maana mbona kama sikuitoa humu ndani ya pochi. Tangu nilivyoenda jamani, nilivyoelekea nayo kazini asubuhi, sikushughulika nayo kabisa. Alijiuliza na huku akianza kujikuna kichwa. Muda huo Frank alikuwa mbele ya kioo chake cha meza kujipodolea, yani dressing table. Alijitazama vizuri na huku akiwa kifua wazi, amejiweka vizuri tayari kwa kumkaribisha mgeni huyo. Lydia ndiye alikuwa anatakiwa kusubiriwa. Kwa hiyo chumba chake hicho cha kulala kikiwa kimejaa mishumaa miekundu iliyokuwa inawaka, na kitandani amemwaga maua yenye kunukia. Aisee, na hatimaye leo kwa mara ya kwanza Lydia ananipatia kile kitu ambacho kwa muda mrefu nimekuwa nikikitaka kwake, na amekuwa mbishi sana kunipatia, akiniambia kwamba utaipata mpaka siku ya ndoa. Lakini leo hatachomoka Lydia katika mtego wangu. Sina nia kukuoa, lakini imebidi tunitumie mtego huu mpaka kuja kwenu kukuposa ili tunipate kile kitu ambacho nitahitaji kukipata. Hivyo sitaweza kukipata bila hata kutumia mbinu ya namna kama hiyo ya kuhitaji kukuoa. Kwa hiyo nakujua vizuri Lydia, na unavyoonekana haujai kuguswa kabisa na mwanaume yoyote katika maisha yako. Kwa hiyo nataka mimi nikuguse, mimi niwe wa kwanza, na kisha niendelee na maisha yangu. Mimi ni chai, kwa hiyo hakuna mkate mgumu sana mbele ya chai, na tena chai ya maziwa. Alitabasamu na kukijiangalia katika kioo baada ya kujipaka mafuta katika mwili wake na manukato ya kuvutia. Akiwa ametoka bafuni, akageuka kwenda nje getini, na baada ya kusikia kengele ya hodi, alipofika getini alifungua mlango na kukutanisha uso kwa uso na binti huyo mrembo Lydia. Mchumba wake huyo alimtazama kwa mshtuko. Frankie, ndo nini sasa? Ndo nini hivyo? Alimshangaa na huku akimziba mdogo wake asimwone shemeji yake huyo, ambaye alikuwa kifua wazi, amevaa tu kibukta kifupi, yani kama boxer au kipensi kifupi. Lydia, umekuja na nenda ndani, nenda chumbani kwako kwa haraka sana, uvaji gani huo? Alimfukuza. Frank akawa amekimbia mbio kurudi ndani. Baada ya kutimuliwa akameingia mpaka chumbani kwake. Pumbavu. Yani alizungumza kwa hasira, akipiga teke stuli yake pale chumbani, akijilaumu kwa hatua ya Lydia kuja nyumbani kwake na mdogo wake. Manake sasa alikwisha kujua alilokuwa amelipanga halitofanikiwa tena. Wakati huo Lydia alikwisha kuingia mpaka sebuleni kwenye nyumba hiyo, ingawa kulikuwa ni kwa mchumba wake, lakini hakuwa kabisa kuja mara kwa mara. Leo hii naweza nikasema kwamba ni mara ya pili tu kwa Lydia kufika hapa, na tena amekuja na mdogo wake Maria. Mara ya kwanza alikuja na mama yake mdogo Carolina, ambaye siku hiyo Frank alimfahamu na mama huyo, na kwa mara ya kwanza wakaanza mahusiano. Kwa hiyo baada ya dakika 10 za ukimya pale, kila mtu anamtazama mwenzake, Frank alikuwa ametoka chumbani akiwa amevaa vizuri. Akawa amekuja na kukaa katika kochi, yani sofa jingine kabisa, na hapo alikuwa akiwatazama Lydia pamoja na mdogo wake Maria. Shikama shemeji. Maraba. Unaendeleaje Frankie? Nipo poa. Nimekuletea matunda hapa. Lydia aliinuka na kuweka mfuko uliokuwa na ndizi, machungwa na maparachichi ndani. Asante, alijibu kwa mkato tu, akiwa amekasirishwa na kitendo cha Lydia
kuja na mdogo wake pale nyumbani, wakati alitarajia aje mwenyewe ili akamilishe lengo lake la kulala naye kwa mara ya kwanza. Muda huo Frank hakukubali kushindwa, akaanza kujikoholesha kwa makusudi tu. Frank pole. Binti Lydia alimsogelea na kumshika, akianza kumpiga mgongoni. Nahitaji kwenda kupumzika chumbani Lydia, samahani sana. Aliinuka akipepesuka kwa makusudi, na Lydia kama inuka na kumkamata. Basi twende nikupeleke. Hapana Lydia. Hapana, twende, utaanguka bwana ukitembea tu peke yako, alijibu akimpeleka chumbani. Kwa hiyo waliingia chumbani, na huko mdogo wake Maria akitazama tu televisheni kubwa ukutani. Walipofika, Lydia alimkalisha Frank kitandani na kumlaza taratibu. Akataka kugeuka, akashikwa mkono na kijana huyo. Lydia, Frank, usiondoke please. Usiondoke Frank. Lara karibu yangu. Nahisi baridi na hitaji joto. Frank bana, hapana, pumzika. No Lydia, kama unanipenda kweli na kumpa nijali. Frank, unataka kufanya nini kwani? Samani Lydia, sina jinsi, na kupenda sana. Alimfuta kifani kwake mwanadada huyo ambaye sasa alihangaika sana kujinasua mikononi kwa mpenzi wake huyo. Unataka kufanya nini kwani Frank? Lydia, wewe kuniuliza maswali kama hayo kweli? Kwani wewe ni mtoto mdogo? Hebu niache bana mimi. Binti alitaka kujitoa, lakini akawa ameng'ang'aniwa asiweze kuchomoka. Wataka kufanya nini sasa Lydia? Hebu Frank, nimesema niachie, alimwambia kwa sauti kali kabisa, na kujitoa kifoni mwa kijana huyo kiulazima na kuwa kimshangaza. Lydia, hivi Frank wewe ni mgonjwa au mzima? Mimi ni mgonjwa Lydia, hauamini? Sema ukweli. Uso wa Lydia ulibadilika ghafla, akiwa amesimama mlangoni akimtazama mchumba wake huyo ambaye aliinuka kitandani na kukaa kitako. Lydia, kusema ukweli mimi sio mgonjwa. Lakini alishindwa kumalizia sentensi, akabaki anajikuta kichwa. Ila nini Frank, malizia. That's why umetoka getini ukiwa kifua wazi na kipenzi tu. Kuna jambo lako leo umelipanga kabisa kuamua kulifanya. Kwa hiyo ukaamua kutumia kisingizio cha ugonjwa. Ndio kweli. Lydia, please understand me. Sio lengo langu, lakini tu nimejikuta hisia zangu mimi zikizidi sana juu yako, sikinipelekesha. Where is my fault? Eti kosa langu mimi liko wapi? Haulijui kosa lako Frank? Mpaka nimekuja na mdogo wangu Maria, haujielewa nini sasa? Zimebaki siku chache tu tufunge ndoa mimi na wewe. Kwa nini sasa hivi una haraka sana Frank? Nini unachokitaka kukiwahi yani? Umeshaleta posa na mahari, unakamilisha wiki ijayo. Tatizo liko wapi? Kwa nini tusiheshimiane mpaka pale tutakapomaliza kufunga ndoa yetu? Naelewa Lydia, shetani tu alinipitia samani. Kwa kumbe haumu chochote, si ndio? Ndio, si umu Lydia, nilikuwa nimekomisi tu kukuona. Basi wewe, mimi ushaniona na kwamba tu nirudi nyumbani, muda umeenda sana. Sawa Asa mbona kama mapema hivyo Lydia? Hamli hata chakula nimeandaa jamani. No. Sitakula chakula, na wewe nyumbani kupika, alijibu, na huku akitoka chumbani kwa kijana huyo ambaye alibaki amejikuna kichwa tu. Asepumbavu kama kawaida yake, na safari akawa amepiga ngumu ukutani kwa kutukana hivyo. Eleze bro, pumbavu. Basi Lydia alifika sebuleni na kubeba pochi yake. Akamsimamisha mdogo wake akamwambia, "Embu twende." Mbona hata dada hatujakaa sana, mara hii tu tunaondoka. Sasa shemeji atabaki na nani? Peke yake au si mgonjwa kwanza? Embu twende bwana, mimi sitaki maswali yako na wewe. Mdada, mimi nilikuwa namalizia movie tu ya kwangu nzuri. Inaelekea patam, si tukae hata kidogo tu. Maria alalamika sana. Embu sikiliza Maria, ninapoongea mara moja sipendi kurudia wala kubishana. Lydia akawa amechukua remote na kuzima TV ile kubwa ilikuwa imekaa ukutani, imebandikwa vizuri. Na huko muda huo Frank akiwa mlangoni mwa chumba chake akimtazama. Maria akawa amekasirika kweli. Hivi Lydia, simngekata kidogo tu Maria malizia movie yake alafu ndo mngeondoka? Ona shemeji yangu anavyolalamika.
Shem, kweli dada ananionea mimi tu, hata hatujakaa sana. Utakaa wakati mwingine, twende nyumbani, nitakupiga Maria wewe. Lydia ambaye alikuwa amejawa na hasira alimjibu hivyo mdogo wake huyo. Na taratibu akaanza kutoka, na huko sasa Frankie akiwafuata kwa nyuma. Lydia, ngoja basi niwapeleke nyumbani. Haina haja Frankie. Kwa nini wakati gari lipo mnataka mwangaike na mabajaji mabodaboda saa hizi? Mimi siwezi nikakubali, aliongea Frankie akitangulia na kwenda kuingia katika gari lake. Akaliwasha na kulisogeza mpaka getini, akaliteka mbele yao. Lakini wakati wakiwa wanataka kutoka, Lydia alimtazama kwanza na kisha akamfungua mlango wa mbele kabisa na kumtaka mdogo wake Maria akae, yani mdogo wake akae mbele na yeye, kisha akamwingia kishingo upande na kuketi kwa nyuma. Frankie alitikisa kichwa kusikitika, na taratibu akashuka yeye mwenyewe na kwenda kufungua geti. Akaja kulitoa gari nje, akashuka tena na kulifunga geti, akarudi ndani ya gari na kuliondoka kazi. Kwa hiyo safari ya dakika 15 mpaka 20 iligubikwa na ukimya. Frankie alijaribu kumwongelesha Lydia ambaye alimjibu majibu ya mkato tu, akiwa hana hata shauku ya kuweza kujibu chochote. Kijana huyo ikabidi sasa ahamishie mazungumzo kwa Maria ambaye ni shemeji yake, na huko akimtazama tu Lydia kupitia kwenye kioo cha mbele mpaka alipofikisha mtaa wa nyumbani kwao. Panatosha hapo, tushushe. Si ningefikisha kabisa nyumbani mlangoni kabisa. Haina haja, panatosha tu hapa, asante sana. Maria, shuka twende, Lydia alijibu, na huko akitoka kabisa ndani ya gari hilo zuri aina ya Toyota Harrier new model almaarufu kama jina la Harrier Anaconda. Bye Shem. Bye Maria, shika hii hapa, utatumia shuleni. Alimpatia noti 2 za shilingi 10,000, yani jumla ni shilingi 20,000. Asante Shem. Maria alijibu kwa furaha sana kutoka mbio kweli kweli, na alimkimbilia dadake ambaye alikuwa amekwisha kutangulia mbele kabisa. Hana hata mpango wa kugeuka nyuma wala hana mpango wa kuaga. Sijajua kabisa Lydia kwa nini haingiliki kiasi hiki. Hii ni too much, lakini sasa ila sitokata tamaa. Mimi ni mwanaume, nitabaki kwa mwanaume, aliongea kijana huyo na kulizungusha gari lake na kuondoka nalo kwa kasi, akiendesha kwa hasira. Sasa nyuma aliacha vumbi tu kubwa. Muda ule Lydia alifika nyumbani kwa giza likiwa limekwisha kuanza kuingia. Aliwakuta mama yake mwanamama Zipora na mama yake mdogo mwanamama Carolina wakiwa jikoni wanapika. Hivyo basi waliwasalimia kiunyonge na kupitiliza moja kwa moja mpaka chumbani kwake. Mbona kama Lydia yupo sawa? Carolina, hebu ngoja nikazungumze naye mwanangu huyu. Acha bwana, mimi nikaongea naye shangazi mtu. Atanielewa tu mimi dada, uendelea tu na mapishi. Utafanya vizuri Carolina. Mama Lydia alimjibu hivyo mdogo wake huyo Carolina, ambaye aliacha kazi kuandaa viungo vya mboga aliyokuwa anaifanya na kwenda kabisa chumbani kwa Lydia. Akabisha mlango na kuitikiwa vizuri na Lydia kwa ameingia chumbani kwa binti huyo na kumkuta ameketi kitako kitandani amejinamia kiwaza. Akawa amesogea na kukaa karibu naye kitandani, akamshika begani. Lydia, abema mdogo. Vipi, mbona kama umenyong'onyea sana? Kuna usalama uko utokako? Salama tu. Mbona kama umenyong'onyea namna hii? Najisikia tu vibaya. Hapana bwana, sio kweli. Mimi ni mamako mdogo, nieleze tu, hata usiogope. Au Frankie kuna chochote kibali chotaka kukufanyia? Hapana mama, hakuna. Sio kweli. Macho ya yule kijana anaonyesha kabisa ni mjanja. Niambie tu, hata usiogope. Mimi ndio rafiki yako wa karibu. Usiponiambia mimi utamwambia nani mwingine Lydia eti? Alimuuliza na huko akimkamata tu. Mama mdogo, niidi kama nitakachokuambia hutamwambia mama. Siwezi mimi kumwambia, yani hatojua. Kwani haunijui tu toka tumeanza kuishi? Mangapo leo unaniambia mpaka leo mimi sijazungumza chochote mwanangu? Kwani hata haya Frankie kukuchumbia, si mimi ndiye nilikuwa wa kwanza kabisa kujua? Na mpaka kwake nikakusindikiza. Niliwahi kumwambia mama yako kwani? Au babako? Au shemeji yangu Lydia? Nishokumwambia? Alimuuliza katikisa kichwa kukubaliana na alipokuwa anazungumza. Akasema ni Frankie tu mama mdogo. Alimwambia mwanamama huyo Carolina. Akajeka vizuri kusikia habari hizo ambazo ndizo alizokuwa anazitamani kuzijua na ndizo zilizokuwa zimemleta pale chumbani. Frankie kafanyaje tena?
binti yangu mrembo. Frank haumwi. Kumbe ina maana alikudanganya tu ili uende? Ndiyo mama. Na ulipoenda ikawaje? Akaniigizia kama amezidiwa. Nikampeleka chumbani. Na ulipompeleka ikawaje? Yaani Lydia alishusha pumzi kwanza kabla hata hajajibu swali hilo. Sitegemei na sitamani kabisa kusikia kwamba mmefanya chochote na Frank. Sitamsamehe kabisa. Mwanamama huyo aliongea kimoyomoyo. Alitaka tulale wote. Mlale wote? Pumbavu sana ule kijana. Kwa hiyo ukakubaliana naye au? Hapana mama mdogo. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Sijakubaliana naye kabisa na sitakuja kukubaliana naye kufanya chochote kabla ya ndoa yetu. Na huo ndio msimamo wangu daima. Vizuri sana. Yaani vizuri, hapo nakupigia makofi na nakupongeza sana mwanangu. Safi sana. Asante mama mdogo. Mwanaume mpumbavu sana yule. Anataka afanye anayoyataka na kukuacha solemba mwanangu. Usije ukathubutu kumpa mwili wako Lydia. Yaani cha kukushauri binti yangu, hiki nacho achana nacho. Hiki kitu achana nacho, akifai kabisa. Yaani huyo mwanaume afai. Lakini shangazi, mimi ninampenda sana Frank mamdogo. Siwezi kufanya maamuzi makubwa ya namna kama hiyo. Wewe, mimi ndo nakwambia achana naye huyo. La sivyo utaumia siku moja mwanangu. Nakuja. Nakuja mara moja. Ngoja mimi nikaangalia mapishi yangu, alafu nitakuja tuendelee na story. Mwanamama huyo alimwambia na kutoka kwa haraka chumbani humo na kurudi jikoni alipokuwa ametoka. Sasa mimi nitafanyaje jamani? Frank mwenyewe mimi bado nampenda. Hivi mama mdogo kule uko sahihi mimi kuniambia nimwache Frank? Lydia alijiuliza akijinamia na kushika kichwa. Wakati huo mama yake mdogo Carolina alipotoka tu alisimama mlangoni akiegemea ukuta na huwa akitabasamu baada ya kupata taarifa ile. Hizi habari ni njema kabisa. Nitahakikisha na watenganisha tu. Frank ni wa kwangu. Hapa lazima nichochee moto mpaka Lydia uache ngazi. Aliapa kimoyomoyo mwanamama huyo aitwaye Carolina. Yaani Carolina. Basi bwana, Lydia alibaki kitandani akiwa amejinamia sana, na huko akiwa amejawa na mawazo. Na wakati huo simu yake ya mkononi ile ndogo alikuwa anaitumia siku zote ikaanza kuita. Alipotazama namba ilikuwa ni ya Frank, mchumba wake huyo. Ikaita mpaka ikakatika. Ikaita tena mara ya pili, akaisha kuitazama tu. Ikaita mpaka ikakatika. Ikaita kwa mara ya pili, alisha kuitazama tu kwa sekunde kadhaa. Ilipokaribia kukatika kama ipokea na kuiweka sikioni. Lydia, ave, bado umekasirika? Hapana. Lydia my love, mimi ni mwanadamu, nimekosea, nakiri, na naomba nisamehe sana mpenzi wangu. Sasa na kabla hajamalizia sentensi yake, Maria aliingia mbio pale chumbani kwa dadake huyo. Dada njoo uone. Alimshika mkono dadake huyo akitaka kumwinua. Kuna nini tena Maria? Wewe njoo tu uone. Frankie, sorry nitakupigia. Alimwambia kwa amekata simu. Na yake inuliwa na mdogo wake huyo wa mwisho kabisa. Twende ukajionee, umeonyeshwa kwenye video dada, twende. Kwenye TV nionyeshwe mimi? Hebu acha kunitania bwana na kunidanganya tu mimi. Wewe Maria, wewe acha mambo yako, ujue nitakufinya. Kweli tena, njoo uone. Alimwambia kwa ametoka chumbani pale mpaka sebuleni. Akawakuta mamake na mamake mdogo wamesimama wanaangalia tu television, wakiwa wameacha mapishi yao jikoni. Wakamgeukia alipokuja. Lydia, njoo jione wewe mwenyewe jamani. Umepongezwa kwenye television wewe. Mamake alimwambia hivyo. Nimepongezwa kwa lipi tena mama? Mbona hata sielewi? Tuhuma hizo zimebainika baada ya nesi mmoja ambaye anafanya kazi katika hospitali moja binafsi ambayo haijajulikana bado kuwapambania wagonjwa hao wawili, mama na mtoto wake wa kiume, mpaka wakapata matibabu kama ilivyotakiwa na kufanya mchezo mchafu gundulike unaendelea katika hospitali ya wilaya, ambao wagonjwa hao hunyimwa dawa kwa makusudi na kulazimishwa kwenda kununua katika maduka yao ya dawa binafsi yaliyojazana nje ya hospitali kabisa serikali. Na huku madaktari wa hospitali ya serikali na wauzaji wa madawa hayo wakigawana faida baada ya kutekeleza uhalifu wao huo na uvunjaji wa haki za msingi za wagonjwa.
Tukio hili pia limesababisha katibu mkuu wa Wizara ya Afya Mheshimiwa Dr. Helen kufika kwenye hospitali ya wilaya leo hii asubuhi kwa niaba ya Waziri wa Afya ili kutazama hali halisi ya kuwachukulia hatua wote wanaohusika na vitendo hivyo, wakiwemo madaktari na wauzaji wa maduka ya dawa ya jumla wanaoshirikiana katika uhalifu huo, na tena mpaka kuiba dawa za serikali na kuzibinafsisha na kuziuza kwenye maduka yao hayo na waliokuwa na hisa nayo. Huyu hapa katibu mkuu wa Wizara ya Afya Mheshimiwa Dr. Helen anataka kuzungumza na waandishi wa habari tukiwa hapa nje ya lango kuu la hospitali ya wilaya. Mwandishi huyu wa habari alikuwa anazungumza na huku akiungana na waandishi wenzake waliokuwa wamemzunguka mwanamama huyo mheshimiwa, na huku video za tukio hilo la Lydia alikuwa amelifanya katika duka la dawa hilo likionyeshwa kwa vipande vipande, wakati akiwatetea yule mama mgonjwa pamoja na mtoto wake yule wa kiume wapate matibabu au wapate dawa. Na kumbe kuna mtu alikuwa na rekodi lile tukio kwa kutumia simu kisirisiri na kisha kulirusha katika mitandao ya kijamii, ambapo likawa gumzo, yani trending. Hivyo basi Lydia mwenyewe akiwa hana hata habari kabisa. Lydia mwanangu, umefanya kitu cha kipekee sana. Umekuwa maarufu mwanangu, ili kumbe wewe yani mwenyewe hata hujui, yani upo hapa tu. Dada, unaona swala la kumpongeza huyo mtoto hapo umesharibu vibarua kabisa vya watu sasa hivi. Atakuwa na maadui wengi sana, awe makini tu. Mamdogo Carolina alizungumza hivyo. Lydia kwa amebaki kimya tu kikosa cha kujibu. Macho yote libaki katika television akitazama kwa makini sana, na huku sasa simu yake alikuwa ameacha chumbani ikianza kuita mara nyingi sana. Sisi kama Wizara ya Afya nipo hapa kumwakilisha Mheshimiwa Waziri, bosi wangu wa afya. Kwa hiyo tumezipokea taarifa hizo za kinachofanyika katika hospitali zetu za kiserikali kupitia ile video, na tutazishughulikia ipasavyo. Kwa hiyo wote wanaohusika na wizi wa dawa katika hospitali za serikali na kuzipeleka kwenye maduka yao, na wanaohusika na kuwanyima wagonjwa haki zao za msingi ya kupata dawa bure au kwa bima zao na kuwadanganya kwamba hazipo zile dawa na kumbe zipo kama alivyofanya daktari huyo. Kwa hiyo tutahakikisha tunawachukulia hatua kwa mujibu wa sheria ili kuwajibisha wote wale, tukianza na huyu daktari aliyejulikana katika hili tukio. Kwa hiyo nimemsimamisha kazi rasmi kuanzia leo hii mpaka uchunguzi utakapokamilika, na lile duka la nje ya hospitali pale tumelifunga pia kwa muda usiojulikana, kwa sababu tumepokea kesi nyingi sana baada ya tukio hili kuhusu duka hilo kubwa lililopo nje ya hospitali yetu ya wilaya hii, ambalo wala halimilikiwi na serikali, lakini linahusika kwenye kuuzia wagonjwa dawa kwa bei za juu sana, hata zile ambazo wanatakiwa wapewe bure wagonjwa, likishirikiana na madaktari wachache wajanja tu katika hospitali zetu. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya aliongea hivyo. Sasa akawa ameulizwa swali na mwandishi mmoja wa habari akiwa na kipaza sauti chake akimuuliza mheshimiwa huyo, sasa mtamfanyia nini yule dada nesi ambaye ndiye anaonekana katika video ile akiwa ndio chanzo cha kufichua uovu wote huo uliokuwa unaendelea katika hospitali za serikali, ambao watu wengi wameogopa kuusema na kufumbia macho, na huku ukiendelea kuwaumiza wananchi. Mwandishi alipoweza kuuliza hivyo akawa amenyamaza ili kusudi kuweza kusubiria jibu hilo kutoka kwa mheshimiwa. Ni kumpongeza. Hatujamjua jina lake ni nani na anafanya katika hospitali gani, lakini mimi kama katibu mkuu wa Wizara ya Afya ninamwalika muuguzi huyo ofisini kwangu tumpongeze kwa ujasiri mkubwa alioonyesha, ambao sio rahisi mtu wa kada yake kuthubutu kuonyesha. Aje tumtambue. Nadhani anatuangalia sasa hivi au taarifa itamfikia popote alipo. Tunampongeza, lakini pia kuna zawadi yake nzuri kabisa. Kwa hiyo asanteni jamani kwa kunisikiliza. Nina kikao na madaktari ndani ya hospitali hii. Ninapotoka hapa, ndugu waandishi wa habari, nitazungumza nanyi tena. Kwa hiyo asanteni sana. Mheshimiwa huyo aliwaambia waandishi wa habari na waliokuwa wamemzongazonga pale na vipaza sauti na kamera zao. Akageuka kuingia ndani ya hospitali hiyo, na huko akiendelea kumfuata, lakini sasa wasaidizi au walinzi wake wakiendelea kuwazuia. Lydia, huyu binti yangu jamani, wewe
sijui ni kubebe. Mama yake alimfuata na kumshika mkono. Mama, jiandae tu uende mwanangu. Umeitwa na katibu mkuu wa Wizara ya Afya kwenye ofisi yake. Wewe sio mtu mdogo mwanangu, jiandae uende. Mama, usiku jamani. Au unajua kwamba ni asubuhi saa hizi? Kumbe ni usiku, nilisahau mwanangu. Asubuhi basi ujitahidi uende mapema sana. Ase mimi nitakwenda na wewe mwanangu, sawa? Mama jamani. Lydia alimwambia mamake, na huku mamake mdogo Carolina akiwa kimya na guna tu. Na bado simu ya Lydia iliendelea kuita. Ikiwa ipo chumbani, ikabidi sasa ifuate. Akikuta kitandani kizunguka tu, ikiwa inataka ianguke chini sakafuni. Manake ilikuwa inaita kwa mtetemo. Ile yani huku inazunguka. Akawa amechukua ile simu na kuweza kuipokea. Lydia jamani, umekuwa maarufu sana shoga yangu wewe. Alikuwa ni Zuena, rafiki yake yule Nancy mwenzake, akimwambia kwa shangwe. Zuena jamani, kumbe nao umeona taarifa habari? Ndugu yangu. Yani wote hapa tulikuwa tunaangalia kwenye TV hii ya hospitali. Mpaka bosi akawa amebaki tu anazunguka tu, yuko busy tu na simu yake. Nesi Zuena alikuwa anazungumza, na wakati huo simu yake ikiwa bado ipo hewani. Bosi naye alikuwa anapiga simu. Embu samani Zuena, kata mara moja simu, bosi ananipigia simu. Alafu nimsikilize anataka kusema nini, then mimi nitakurudia. Au sio shoga yangu? Basi poa, basi ukimaliza nipigie unipo ubu shoga yangu. Zuena alikata simu, na Lydia akawa amepokea ile simu ya bosi wake huyo, mkurugenzi na daktari mkuu wa hospitali ile ndogo binafsi aliochichwa kazi. Na huyo alikuwa anaitwa Dr. Feti. Aliweza kupiga simu. Halo? Lydia, upo wapi? Nipo nyumbani, shikamoo. Njoo haraka hapo hospitali. Kuna nini? Njoo uendelee na kazi. Niendelee na kazi? Lydia alipigwa na butwa baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa mwanamama huyo ambaye alimfukuza bila hata kusikiliza utetezi wake wote na kujali. Mimi nataka tukomee hapa katika hii sehemu ya pili. Usije kuona ni simulizi ndefu, lakini mimi naona hii simulizi ni tamu sana. Ikiwa hauna tamaa, hautamani vya pupa haraka, unatamani kwenda taratibu, na mimi nataka kupitisha taratibu, nisije nikaanza kulipua tu kawa haunielewi. Hii simulizi yetu inaitwa Binti Lydia. Ni simulizi nzuri kweli, na hapa sasa tumeishia pazuri kweli. Tumeishia pazuri. Lydia anahitajika arudi kazini, lakini hapo mheshimiwa katibu wa afya wa wilaya anamhitaji Lydia kivyovyote vile apate kumpatia zawadi, amtambue, na sijui atapewa zawadi gani. Lakini sasa bado kule kwa kijana wetu Steven amekamatwa na polisi na kupelekwa polisi, yani amepelekwa mahabusu. Lakini bado kwa Frankie naye mwenyewe, kumbe bwana hawa Frankie pamoja na Lydia, kumbe bwana hawa watu bado hawajamengenyana, yani hawajanyanduana. Kumbe Lydia anatunza msimamo wake pale, na Frankie kichwani kwake anahesabu kwamba mpaka atimize kutembea naye ndipo aweze kumwacha. Sijafahamu itakuwaje. Usikose sehemu ya 3. Mimi naitwa Mr. Nice Simulizi. Asante kwa kunisikiliza. Subscribe hii channel, like, comment, share. Bye bye.